Je, umewahi kujikuta kwenye hali ambayo unaona wazi kwamba ukipambana utapoteza zaidi? Je, umewahi kulazimika kuinama si kwa sababu wewe ni dhaifu, bali kwa sababu unajua bado si wakati wako wa kusimama kwa nguvu? Katika dunia ya mamlaka, siasa za maisha, kazi na mahusiano, mara nyingi anayeshinda si yule anayepiga kelele zaidi, bali ni yule anayejua lini ajiondoe kimkakati ili arudi akiwa na nguvu mara 10 zaidi. Tuendelee na kitabu cha The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sheria ya 22. Tumia mbinu ya kujisalimisha. Geuza udhaifu kuwa nguvu. Use the surrender tactic. Transform weakness into power. Sheria ya 22 inatufundisha jambo linaloonekana kinyume na silika za kawaida za binadamu. Badala ya kupambana moja kwa moja unapokuwa dhaifu, wakati mwingine ni busara zaidi kujisalimisha kwa muda, kukubali hali na kutumia kujisalimisha huko kama mkakati wa kukusanya nguvu za baadaye. Robert Greene anaeleza kwamba mapambano ya moja kwa moja dhidi ya mtu aliye na nguvu kubwa kuliko yako mara nyingi huleta hasara zaidi, huongeza chuki na huifanya hali yako kuwa mbaya. Kujisalimisha kwa hekima si ishara ya udhaifu wa kudumu, bali ni mbinu ya kimkakati ya kuokoa nguvu zako, kuwadanganya wapinzani wako na kuandaa mazingira yatakayokupa nafasi ya kushinda baadaye. Kiasili, binadamu ana hamu ya kulipiza, kupambana au kuthibitisha kwamba hako dhaifu. Lakini katika ulimwengu wa mamlaka, siasa za maisha, kazi na mahusiano, msimamo huu wa kupambana kila wakati unaweza kukuangamiza. Sheria hii inatukumbusha kwamba wakati mwingine ushindi wa kweli haupatikani kwa kelele, hasira au mapambano ya wazi, bali na uvumilivu, unyenyekevu wa kimkakati na uwezo wa kucheza mchezo mrefu. Unapojisalimisha kwa muda, unampa mpinzani wako hisia ya ushindi, jambo linaloweza kumpunguzia umakini, kumfanya ajisikie salama na hatimaye kufungua mianya ambayo unaweza kuitumia baadaye. Katika mantiki ya sheria hii, kujisalimisha si kukata tamaa, bali ni kubadili mbinu. Ni kama maji yanavyokwepa jiwe. Maji hayaingii kwenye vita ya moja kwa moja na jiwe, bali huzunguka, hupenya na kwa muda mrefu huweza hata kulichonga jiwe hilo. Hivyo ndivyo mtu anapopaswa kufanya anapokutana na nguvu kubwa kuliko yake. Badala ya kusimama kifua mbele na kuumia, anapaswa kuwa kama maji, akiruhusu nguvu ipite, akijifunza na akitumia muda huo kujijenga. Greene anasisitiza kwamba kujisalimisha kunaweza kuvunja matarajio ya mpinzani. Watu wengi wanatarajia upinzani, ugomvi au mabishano. Unapochagua kujisalimisha kwa hekima, unamchanganya mpinzani wako. Anaweza kudhani ameshinda kabisa, hivyo hupunguzia ulinzi wake wa kiakili na kihisia. Katika hali hiyo, wewe unapata nafasi ya kuchunguza, kuelewa udhaifu wake na kupanga mkakati wa baadaye. Mara nyingi, kiburi cha mpinzani wako baada ya ushindi wake wa awali ndicho kinachokuandalia mazingira ya kumzidi baadaye. Katika mazingira ya kazi kwa mfano, unaweza kuwa na bosi au mwenzako mwenye mamlaka makubwa kuliko yako ambaye anaweza kuwa mkali, asiyesikiliza au mwenye msimamo wa juu sana. Ukichagua kumpinga waziwazi kila wakati, unaweza kuonekana kama mtu mgumu, asiye na nidhamu au hata tishio. Hii inaweza kuharibu nafasi zako za kupanda cheo au kuaminiwa. Lakini ukichagua kwa busara kujisalimisha kwa muda, kuonyesha kwamba unaelewa msimamo wake na kuacha apate hisia ya udhibiti, unaweza kuendelea kujijenga kimya kimya, kujipatia ushawishi kupitia uaminifu na hatimaye kupata nafasi bora ya kubadili hali kwa faida yako. Sheria hii pia inahusiana sana na udhibiti wa hisia. Mara nyingi, tunapojikuta katika hali ya kudhalilishwa, kushindwa au kuonewa, hasira hutawala. Hasira hiyo hutufanya tuchukue maamuzi ya haraka yasiyo na faida ya muda mrefu.
Kujisalimisha kwa kimkakati kunahitaji nidhamu kubwa ya kihisia. Kunahitaji uwezo wa kuvumilia maumivu ya muda mfupi kwa ajili ya ushindi wa muda mrefu. Ni kukubali kwamba leo unaweza kuonekana kama umeshindwa, lakini kesho unaweza kuwa na nguvu zaidi kwa sababu umehifadhi rasilimali zako, heshima yako na fursa zako. Green anatoa mifano ya kihistoria ambapo viongozi au watu wenye ushawishi walijisalimisha kwa muda ili kuepuka maangamizi, kisha walirudi kwa nguvu zaidi. Katika historia ya siasa na vita, kuna matukio mengi ambapo jeshi au kiongozi aliyekuwa dhaifu alichagua kujiondoa au kukubali masharti fulani, si kwa sababu hakuwa na tamaa ya kushinda, bali kwa sababu alielewa kwamba mapambano ya wakati huo yangeleta maangamizi kamili. Ukijaribu kupambana naye moja kwa moja, migogoro inaweza kuongezeka na kuharibu kabisa uhusiano. Lakini kwa kujisalimisha kwa muda, kusikiliza na kuruhusu upande mwingine ahisi kwamba amesikika au ameshinda hoja, unaweza kupunguza moto wa migogoro. Baada ya hali kutulia, unaweza leta mtazamo wako kwa busara zaidi na kwa nafasi kubwa ya kusikilizwa. Hata hivyo, Green anaonya kwamba kujisalimisha lazima kuwe kwa mkakati, si kwa woga au kukata tamaa. Ukijisalimisha bila mpango, unaweza kuzoea hali ya kudhulumiwa, kunyanyaswa au kudharauliwa. Hapo, kujisalimisha kunakuwa udhaifu wa kweli, si mbinu ya nguvu. Lengo la sheria hii ni kutumia kujisalimisha kama zana, si kama hali ya kudumu. Ni kujua lini uinanishe kichwa ili usivunjike, lakini pia kujua lini uinuke tena ukiwa na nguvu mpya. Kimsingi, sheria ya 22 inakufundisha hekima ya kuchagua vita vyako. Sio kila mapambano yanahitaji kupiganwa leo. Sio kila matusi yanahitaji kujibiwa sasa. Sio kila hali ya kukandamizwa inahitaji mapambano ya wazi mara moja. Wakati mwingine, busara ni kujiondoa, kukubali kwa muda na kuwekeza nguvu zako katika kujijenga, kujifunza na kusubiri wakati mwafaka. Hapo ndipo udhaifu wa leo unageuka kuwa msingi wa nguvu ya kesho. Kwa mtazamo mpana, sheria hii inakuomba uache fikra za haraka za ushindi wa papo hapo na uanze kufikiria kwa muda mrefu. Inakuomba uone mchezo wa mamlaka kama marafoni, si mbio za mita 100. Mtu anayejua kujisalimisha kwa busara anaweza kuishi, kujifunza na hatimaye kushinda. Wakati yule anayesisitiza kupigana kila wakati anaweza kuchoka, kuharibiwa au kuondolewa kabisa kwenye mchezo. Kwa hiyo, sheria ya 22 si wito wa kuwa mwoga, bali ni wito wa kuwa mwerevu. Ni wito wa kuelewa kwamba nguvu ya kweli wakati mwingine hujificha katika unyenyekevu wa kimkakati, katika uvumilivu na katika uwezo wa kucheza mchezo wa muda mrefu. Kwa kutumia mbinu ya kujisalimisha kwa busara, unaweza kubadilisha hali ngumu kuwa fursa, udhaifu kuwa nguvu na kushindwa kwa muda kuwa ushindi wa kudumu. Kuanzia leo, usione kujisalimisha kama mwisho wa safari, bali uone kama mwanzo wa mkakati mpya. Jifunze kuchagua vita vyako kwa hekima, hifadhi nguvu zako na tumia muda wa udhaifu wa sasa kama nafasi ya kujijenga, kujipanga na kuandaa ushindi wako wa baadaye. Kumbuka, anayejua kuinama kwa busara leo ndiye anayesimama kwa mamlaka kesho. Tumia sheria ya 22 si kwa woga bali kwa akili, na uanze kugeuza kila hali ngumu unayokutana nayo kuwa daraja la kukupeleka kwenye nguvu na mafanikio makubwa zaidi. Kama umejifunza kitu kipya leo, like, comment na subscribe ili usikose sura nyingine za The 48 Laws of Power zinazolinda nguvu zako.